ni tabia yake kucheza mpira. Sijui unanielewa Juma? Yaani ni tabia yake yeye kupasi mpira, kuweza kuskani, kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma akiwa yeye na mpira, kujua kwamba okay, wachezaji wangu wako wapi nipeleke pasi, nisogee mbele kidogo. Hiyo ni tabia ya mchezaji ambaye amekuwa nayo tangia huko alikotoka. Kwa hiyo ni ngumu, anaweza akajaribu mara mbili lakini mara tatu atarudi kwenye default setting yake ile ambayo amezoea. Kwa hiyo na ndio maana unamuona Kamara hayo makosa hayafanyi, sio kwamba anafanya kwa mfululizo, yani kwamba huo kutofautisha kwamba huu ni mpira wa kushika moja kwa moja au ni wa kupaka mafuta, hafanyi kila siku, sawa? Lakini natokea bahati anatakiwa kuhakikisha kwamba ile jambo anaachana nalo. Na kitu cha msingi ambacho pia wamekiangalia kwa kocha ni namna ambavyo yeye ni goalkeeper namna gani. Yani kocha mwenyewe. Yes, kocha mwenyewe. Ni goalkeeper ambaye pia naye ana footwork nzuri. Kwa hiyo natarajia kuona pia hata wachezaji wanaocheza kwenye lile eneo, kwa maana magolikipa wengine tunafahamu kwenye ile team goalkeeper ambaye ana footwork nzuri ni Pinpin Kamara, ambaye kidogo anaweza kaanzisha mashambulizi kutokea nyuma, kuskani, kujua anatakiwa nipeleke mpira. Lakini Yakub sio mzuri kwenye issue footwork, sio mzuri kabisa. Mara nyingi mimi nimekuwa nikizungumza na tumeona kwenye mechi nyingi ni huyo goalkeeper ambaye hawezi kupokea mpira akiwa kwenye pressure, akatulia akajua anatakiwa kufanya maamuzi. Mara nyingi yeye mpira ukija golini kwake anaanza kubutua, yani mpira unitoke mimi, sio kuanzisha mashambulizi, kitu ambacho sasa hivi mpira wetu mara nyingi unawahitaji magolikipa kuwa na tabia namna hiyo. Na ndio maana ulivyokuwa unaona msimu uliopita Kamara pia alikuwa anahusika kwenye ujenzi wa mashambulizi wa timu. Kwa hiyo nafikiri katika eneo ambalo kwa Kamara mwalimu ataenda kuliboresha ni kuona namna gani anajua kutofautisha kwamba huu ni mpira wa kudaka moja kwa moja, huu ni mpira wa kuweza kupaka mafuta. Lakini ninavyotoka hapa golini, unajua sheria tu ya kawaida kwa magolikipa, unatakiwa ujue Juma, una uhakika kwamba mimi nikitoka huu mpira naenda kucheza. Yaani kama una uhakika baki kwenye goli, unanielewa? Lakini pia unapanga vipi watu wako. Nikitaka kutoka moja kwa moja kwenda nikitoka golini, maana yake nihakikishe naenda kucheza ni either ni nje ya boxi au ndani ya boxi. Kuna mistake moja Kamara aliwahi kuifanya hapa, alikuwa anacheza mechi ya ligi hapo KMC hapo. Alitoka akiwa ana uhakika na alifungwa goli rahisi sana pale, alifungwa. Watu wote tulikuwa huyu goalkeeper alikuwa ametoka, changamoto ilikuwa nini? Kwa hiyo anatakiwa pia naye kuboresha kwenye hilo eneo, kumwambia no, Kamara wewe ni top goalkeeper, ndio. Lakini unatakiwa kuhakikisha kwamba unapofanya maamuzi huo una uhakika 100%. Kwa goalkeeper mwingine ambaye ni Abeli hapati nafasi nyingi sana ya kucheza, sawa? Maana yake tutamjaji kwa namna ambavyo alikuwa anacheza huko alikotoka. Ni ngumu sasa hivi kuweza kufanya analysis ya Hussein Abeli hivi karibuni, kwa sababu hapati nafasi ya kucheza. Kwa hiyo hatujui yale makosa ambayo alikuwa anafanya huko alikotoka yamebadilika au bado yuko vile vile. Na moja kati ya mapungufu yake pia sio mzuri to that extent kwenye issue ya footwork. Kwa hiyo naamini mwalimu atapambana na hivyo vitu na kujua kwamba magolikipa wangu ubora wa Kamara uko wapi na ubora wa. Kwa hiyo kutokana na ujio wa huyu kocha tumtarajie Yakub Suleiman mpya ambaye atakuwa na footwork nzuri mzuri. Nimetoka kuzungumza sana hapo kwamba kuna baadhi ya vitu ni ngumu kubadilika. Na hata Rich Kiza hapa amesema hata David De Gea alipewa mafunzo ya footwork lakini hakuna kitu. Mambo yakashindikana. Yani ndo leo atajaribu kupiga pasi mbili, kesho anarudi kule kwenye uwezo wake wa kawaida. Kwa hiyo kwenye issue ya kumbadilisha sawa, ni ngumu. Yani muda mwingine mwalimu, lakini Magunga anataka kuambia kitu. Mimi nipo tofauti na Ashrafu. Kwanza kuwa na uwezo wa footwork, kupasia mpira sio tabia, ni technique, ni ufundi, ni sanaa ya ufundi. Hiyo ni sanaa ya passing, sanaa ya ufundi. Yani kuna ufundi ambao mtu yupo nao, yani ule uwezo wa kupasia mpira sio tabia. Kwani tabia ni nini basi? Lakini tukishasema neno ufundi, maana yake ni sanaa ambayo watu wanafundishwa namna ya kufanya. Sasa kwenye kufanikiwa mchezaji mchezaji kwenye kuwa na ile daraja la kuelewa na kutekeleza kile anachoambiwa, inategemea na namna mchezaji anavyopokea na kufanyia kazi. Unanielewa? Kuna mtu mwingine anaamini mimi sio game yangu. Kwa wachezaji hapo, kuna wachezaji wenye tabia tofauti. Kuna mtu anajaribu kumbadilisha, kumleta kwenye kile ambacho anataka afanye, lakini yeye mwenyewe automatically tu anaamini hiyo sio game yangu. Anapokea lakini ile nia dhati ama dhamira anakuwa hana. Kuna mchezaji naweza kukupa mfano. Kama unaweza kumbadilisha, nikupe tu mfano kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kibu Denis wakati anafika Simba, Kibu Denis hakuwa na mguso wa kwanza mpira haukuwa mzuri. Sisi tunasema first touch ya Kibu Denis haikuwa nzuri. Yaani rejea misimu 3-4 nyuma Kibu Denis. Lakini muangalie sasa hivi Kibu Denis, touch yake ya kwanza akiwa na mpira
achana changamoto zake za kwenye finishing. Ile touch, ule mguso wa kwanza wa mpira baada ya kupasiwa kutoka kwa enzie, ameimarika zaidi. So kama unaweza kumimprove Kibu Denis ambaye naye hakupata misingi kuanzia chini, unashindaje kumboresha Yakubu ambaye naye hakupata misingi kuanzia chini? Kwa kinachotokea ni kwamba namna gani mchezaji anapokea na anakubali kubadilika. So of course inaweza ikatokea mtu akabadilika na akaweza, lakini pia uwezo aina ya kupasia, zipo aina za kupasia nyingi sana na uwezo umetofautiana. Kuna mtu mwingine ana uwezo wa juu zaidi, kuna mwingine daraja lake ni la kati na mwingine la chini, lakini lengo la kukochi wachezaji ni kutaka kufanya improvement siku baada ya siku. Uwezo wa Yakubu, uwezo wa Yakubu wa kupasia misimu mitatu nyuma ni tofauti na sasa. Inawezekana sasa hivi tunaona bado ana shida, lakini uwezo wake wa sasa na misimu mitatu nyuma ni tofauti kwenye kupasia. Na hivi coach anakufundisha nini pale, mbinu ya namna ambavyo unatakiwa uanze tukapoanza kucheza nyuma, nataka tucheze hivi, ama coach pia atakufundisha namna ya control na kupiga pasi? Kwenye hilo eneo kuna makocha aina mbili. Kuna kocha ambaye ni tactical coach, kocha wa mbinu, lakini kocha wa mbinu hawezi kufanya kazi mpaka aanze kufanya kazi technical coach, kocha wa kiufundi. Makocha wa kiufundi wao wanadili na matatizo madogo madogo kwa wachezaji, namna kupokea mpira, namna kupasia, namna kuokota mpira. Uwezi kupewa mbinu kabla ufundi uwezi kuapply uwanjani. Mwalimu kocha wa mbinu atakwambia bwana, tunacheza kutokea nyuma, njia tunazopita ni 3. Tutapita pembeni, maana yake pasi ya kwanza iende kwa fullback, ama tutapita katikati, pasi ya kwanza iende kwa kiungo wa kati, ama pass over kwa maana kupita juu, kwa pasi ya kwanza iende kwa mshambuliaji. Hiyo ni mbinu. Lakini kama uwezo wako kiufundi ni mdogo, utakuwa na uwezo wa kupasia. Kwa kama uwezo wa kiufundi huwezi kufanya kazi, hata utaathiri pia hata uwezo wa kimbinu hautafanya kazi. Kwa mwalimu wa muhimu zaidi hapa ni mwalimu wa kiufundi.